Kwa hiyo tunapenda kumalizia kwenye aina za hukumu. Aina za hukumu ambazo tunawaambia watu wasiingie kwenye hukumu hizo. Ndugu yangu, utakayesikia aina za hukumu ambazo zimeandikwa hapa kwenye Biblia, naomba usiepuke hizi, uepuke kwa sababu ni tatizo kubwa kuonekana wewe ulipoteza muda wako na hela nyingi na sadaka za upendo na za hiari mafungu ya 10, halafu umeenda kwenye hukumu, unaenda kuhukumiwa na hukumu na adhabu zimeorodheshwa. Nimejaribu kuorodhesha hata kwa uchache hukumu na adhabu zilizoko hapa ili kuonyeshe unavijua hukumu. Hukumu ya kwanza, sina mpango wa kutangaza hukumu ili wewe uhukumiwe, ila ina mpango wa kukunyakua katika hukumu. Yuda 1:22 hadi 23. Nina mpango wa kukunyakua wewe. Yohana 1:18, Yohana 3 mstari wa 18 na 19 na hadi 20. Nina mpango wa kukusaidia ili utoke kwenye hukumu hiyo usikae. Hukumu ya kwanza tuliona ni ziwa la moto na shida, dhiki juu na mwisho wa wasio haki. Tuliona hicho kitu. Hukumu hiyo ya kwanza. Ya pili, kilio na msaga meno. Kilio na msaga meno ambacho kimeandikwa Mathayo 22:13, 25:30. Mathayo 22:13 tutasoma. Lakini hukumu ya pili ndio hii. Hukumu ya tatu ni maangamizi ya milele. Thessalonike wa pili 1:9. Maangamizi ya milele. Hukumu ya tatu ambayo na watu wasio na ambao wanakwepa kuja kwa Yesu, kuja kwa Mungu. Hukumu ya maangamizi ni hukumu ya tatu. Tanuru la moto ni hukumu ya 4. Tanuru la moto Mathayo 13 sura ya 13 mstari wa 14, mstari wa 42 na 50. Tanuru ya moto. Hukumu ya tano ni vifungo vya giza. Petro wa pili 2:4. Vifungo vya giza. Hukumu ya sita ni adhabu ya milele. Adhabu ya milele Mathayo 25 mstari wa 46. Hizo ni aina za hukumu ambazo sitaki wewe kwa Mungu uchukue hata moja unapokwenda unapoondoka duniani. Hukumu ya saba ni jehanamu ya moto usiozimika. Jehanamu ya moto usiozimika ni Marko 9:43. Naomba mtu asome Marko 9:43. Hii nimezaliwa na mtu anasema jehanamu. Kumbe jehanamu ni bonde moja iliyoko Yerusalemu katika Israeli. Hilo Yesu alitolea mfano, akamwambia watu ambao